wanasema wahum ya'taqiduna annahu sayaudu fi akhir zaman, na wao mashia wanaitikadi kwamba huyu atarudi katika zama za mwisho mwisho. Wa kana ba'dhuhum, na walikuwa baadhi yao, yaqifuna ba'da salati al-maghribi, wakisimama kwenye hilo pango aliloingia baada ya swala ya maghrib, bibabi sardabi, katika huo mlango wa sardabi, katika huo mlango wa pango wanasimama pale. Waqad qaddamu dabbatan, na wanatanguliza mnyama. Fayahtifuna bismihi, kisha wanaita, wanatoa sauti kwa jina lake, yani wanamuita Mahdi, wanamuita Muhammadi, njoo, wanaita mfano wa maneno haya. Fayahtifuna bismihi, wanaita kwa sauti kwa jina lake. Wayad'unahu ila alkhuruji, na wanamuita yeye ili atoke. Wayad'unahu, na wanamuita yeye ila alkhuruji, ili atoke katika ile pango. Kwa hiyo wanaenda, nyama wanachukua pale, wanachinja, wakimaliza wanaanza kuita Mahdi, Mahdi, njoo, toka bwana kwenye pango. Wanamuita ili atoke. Hata tashtabika nujumu, mpaka zinatanda nyota. Thumma yansarifuna, kisha wanaondoka. Wayurjiuna al-amra, na wanalichelewesha jambo. Wayurjiuna al-amra al-murji'a, na wanalichelewesha jambo ila lailati taliya, mpaka siku nyingine. Kwa hiyo kila siku wanakwenda, asipotoka wanakwenda, wanaenda siku nyingine wanaita, asipotoka hivyo hivyo. Sawa. Kisha akasema Sheikh hafidhahullah ta'ala, wa amma aslu dini shi'ati, ama asili ya dini ya Shia, famustamaddun, ni yenye kuchukuliwa, min almilal alqadima, kutoka katika mila za kale, allati, mila ambazo, tartakizu, zinatilia mkazo, ala fikrati alghuluwi fil bashari, zinatilia mkazo juu ya fikra za kuchupa mipaka kwa mtu. Almusili ila ta'alihihim, sawa, hiyo ghulu almusili, yenye kupelekea ila ta'alihihim, katika kumfanya Mungu, yani wanachupa mipaka mpaka sasa yule wanaomchupa mipaka yule wanakuja wanamuita Mungu. Almusili, hiyo ghulu yenye kupelekea ila ta'alihihim, katika kuwafanya Mungu. Wanaakasat fi tashayyu'i mu'taqadatul fursi wal majus, na imegeuka katika Shia itikadi za Fursi, watu wa Farsi huko, wal majusi, na itikadi za majusi. Kwa maana wamechukua mashia itikadi za mafursi na majusi, alladhina, ambao, yadinu lahumu shi'atu, wanawafuata Shia, kuwafuata hao. Alladhina, ambao, yadinu, wanawafuata, lahum, kwa wao, ashi'atu, Shia wanawafuata hao majusi na watu wa Fursi. Bilmulki, wanawafuata katika mambo ya ufalme, walwirathati, na katika mambo ya urithi. Waqad sahama alfursu, kwa hakika wameshindana Wafursi, fi tashayyu'i, fi kwa maana ya maa, pamoja na mashia. Waqad sahama alfursu, kwa hakika wameshindana Wafursi, fi tashayyu'i, pamoja na mashia, niqmatan ala alislami, kuubomoa Uislamu. Wameshirikiana katika hilo. Alladhi, Uislamu ambao, adhhaba dawlatuhum, adhhaba dawlatahum, imeondoka daula yao. Uislamu ambao umepoteza au imeondoka daula yao. Wakasara shaukatahum, na wakavunja shaukatahum, ile nguvu ya Uislamu wakaivunja. Liyanalu min alislam, ili wapate kushinda katika Uislamu. Bismilladhi, kwa jina ambalo,
yantasibuna ilayhi, wanajinasibisha kwalo. Wakhtalata alfikru ash-shi'i, zikachanganyikana fikra za kishia bilfikri alwafidi, kwa fikra za kigeni, na zikachanganyikana fikra za kishia na fikra za kigeni min al-aqaidi, katika aqida al-asiyawiyya za Kiasia, al-asiyawiyya za Kiasia, wakachanganya aqida zao na aqida za Kiasia. Kalbudhiyya, kama vile aqida za Kibudha. Wakhtalata alfikru ash-shi'i, zikachanganyikana fikra za kishia bilfikri alwafidi, na fikra za kigeni min al-aqaidi, katika aqida al-asiyawiyya za Kiasia. Kalbudhiyya, kama vile aqida za Kibudha. Walmanawiyya, hii manawiyya ukiangalia wanasema ni Manichezam, sio Manichezam, ni aqida ambazo zilikuwa huko Iran. Walbarhamiyya, na barhamiyya za Kibarma, wanaita Barahma, kitu kama hiko, ni aqida za watu wa India huko. Walbarhamiyya, na za Kibarham, ambazo ni aqida za watu kutoka huko India huko. Kwa hiyo Shia wakachanganya akida zao na akida za watu hawa kutoka Asia. Waqalu bitanasukhi, na wakasema mashia kuhusiana na tanasukhi. At-tanasukhi ni intiqalu al-arwah min jasadin ila akhir, kuhama roho kutoka kiwiliwili kimoja kwenda kiwiliwili kingine. Wakawa wana itikadi hivi, sawa, kwamba leo wewe unavyoona wewe ulivyo wewe, labda ni roho ya Abu Bakar labda ya Ali ndio imetoka kwenye roho yake imekuja kwenye roho yako wewe. Kwa hiyo wana itikadi kwamba roho hizi zinahama, roho yako wewe inatoka, inaweza katoka kwako ikaenda kwa mtu mwingine. Walhululi, na pia wakapata itikadi ya hululi. Itikadi ya hululi ni ile itikadi ya mtu kuitikadi kwamba dhati ya Allah ipo kwenye viumbe. Unamwona mbuzi yule mbuzi yule ndani kuna Allah. Unamwona yule fulani labda Muhammad, ndani yake kuna Allah. Na ndio mpaka mmoja akawa anasema, anawaambia wenzake, semeni subhani, kwamba nimetakasika mimi, akiwa na itikadi kwamba ndani yake yeye kuna Allah. Kwa hiyo mashia wakachanganya itikadi zao, na tija yake wakatoka na itikadi hizi kutoka katika miji ya Kiasia. Wastamadda at-tashayyu', na ukachukua ushia. Wastamadda at-tashayyu', na ukachukua ushia. Afkarahu, fikra zake, min al-yahudiyya, kutoka kwa Uyahudi. Allati, fikra ambazo, tahmilu bisamatin, unabeba alama, wathaniyatan, zaki wathania ni kuabudia masanamu. Ashuriyatan, kadhalika pia ni ibada za masanamu. Wababiliyatan, na ibada za misalaba. Kwa hiyo mashia wakachanganya itikadi zao na itikadi za Mayahudi, kama itikadi hizo ambazo tumezisema. Wa aqwalu shi'ati, na aqwali, maneno ya Shia, fi Ali ibn Abi Talib, kuhusiana na Ali ibn Abi Talib. Wa fil a'immati, na kuhusiana na wale maimamu, min ali albayti, maimamu kutoka katika ali baiti, nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Taltaqi, aqwali zao zinakutana, ma aqwali nasara, pamoja na maneno ya manasara, fi Isa alayhi salam, kuhusiana na Isa juu yake salam. Wanakutana huko vile wanavyochupa mipaka na kufanya ghulu kwa Ali bin Abi Talib na kwa maimamu wao wale,
ni kama vile walivyochupa mipaka manasara kuhusiana na Isa bin Maryam. Waqad shabaha shi'atu an-nasara, kwa hakika wamefanana Shia na manasara fi kathirin min al-umuri, katika mambo mengi kabisa. Minha, miongoni mwa hayo mambo, kathratul a'yadi, ni kukithirisha idi. Wana idi nyingi sana, wana idi ya al-Ghadir, Eidul Ghadir, ambayo wanasherekea tarehe 18. Siku ile hutuba ya shekhe inatoka, jana yake walisherekea idi yao ya Ghadir, inakuwa ni Dhulhijja ya 18. Lakini pia wana Eidu an-Nairuzi. Kitu cha ajabu kabisa, Idi an-Nairuzi ni idi ambayo wanasherekea Mayahudi, lakini Mashia nao pia wanasherekea. Inakuwa ni mwezi Machi ya 21. Wana idi Mashia wanasherekea. Wana idi nyingi sana, Ra'su sana, Yauma Ashura. Wana idi sana, kama vile wana idi nyingi sana kama vile walivyokuwa manasara. Kwa hiyo wao wanafanana na manasara kwa kukithirisha idi, wana idi nyingi kama manasara. Lakini pia wanafanana na manasara wa kathratu as-suwari, na kukithirisha masanamu. Kienda pale hata huku kipita huku nakuta mapicha yamewekwa ya Mashia, kuta as-suwar kwa maana ya picha, kwa maana ya sanamu, zote ni suwar. Unakuta jipicha jikubwa limewekwa hapa, ni babu wake wa 12 pale amemweka jipicha jikubwa. Sasa ndivyo hivyo walivyo manaswara, wanafanana katika hilo. Lakini pia wakhtilaqu khawariq al-adat, na kutengeneza matukio ya uongo. Mashia ni namba 1 katika hili. Mashia wanafanana na Mayahudi na manaswara katika kutengeneza matukio ya uongo. Wakhtilaqu khawariqi al-adat, na kutengeneza matukio ya uongo. Wa isnaduha, na kuyaegemeza hayo matukio ila al-aimma, kwa maimamu wao. Kama vile tukisoma katika kitabu hiki utaona namna wanavyowasingizia maimamu wao. Wala gharabata fi hadha kullihi, na kuna geni katika haya yote, hakuna jambo la kushangaza. Kwa sababu gani? Fa aslu dini shi'ati, asili ya dini ya ushia, ma'khudhun, ni yenye kuchukuliwa min al-yahudi, kutoka kwa myahudi, al-mukhadi'i, ay al-kadhabu, ambaye ni muongo, akiitwa Abdullah ibn Saba'in, akiitwa Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi. Wa kana munafiqan zindiqan, na huyu alikuwa ni munafiq, alikuwa ni zindiq. Huyu ndiyo asili ya dini ya ushia. Kwa nini tunasema hivi? Tutaeleza mbele. Alifanya jambo gani huyu? Alifanya mambo ya hatari kabisa. Huyu ndiye aliye washawishi wenzake wamuite Ali kwamba ni Mungu. Huyu alijitokeza katika Uislamu, akadhihirisha mapenzi na alu baiti nabii sallallahu alaihi wasallam, hususan mapenzi kwa Ali. Baadaye akachupa mipaka sasa kwa Ali, mpaka akawa anamuita Ali ni Mungu. Ndio Ali akawa anasema katika shairi maarufu, anasema falamma raaitu al-amra amran munkara ajajtu nara wa da'awtu kambara. Anasema maneno hayo, falamma raaitu al-amra amran munkara, pindi nilipoona jambo sasa ni jambo la munkar, jambo la uovu, wananiita mimi Mungu. Alhasil, akaita moto, akawadumbukiza katika moto Ali bin Abi Talib, wale ambao walikuwa wakimuita kwamba Ali ni Mungu. Ajaztu nara wa da'awtu kambara, nikaandaa moto nikawaingiza, nikamuita Kambara ambaye alikuwa ni msaidizi wake, waingize hao motoni. Sasa walivyokuwa wajinga, baada ya Ali kuwachoma, wakasema tumethibitisha kwamba kweli wewe ni Mungu. Kwa nini?
la yu'adhibu bin-nar illa rabban nar, haadhibu kwa moto isipokuwa Mungu mwenye moto. Walivyokuwa wajinga wakasema, sisi sasa tumeamini kwamba kweli wewe Ali ni Mungu, kwa sababu hakuna anayeadhibu kwa moto isipokuwa Allah, isipokuwa Mungu. Kwa hiyo tumethibitisha kwamba kweli wewe Ali ni Mungu. Qala Sheikhul Islam, anasema Sheikhul Islam, tumalizie sehemu ya mwisho hapa. Qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, anasema Sheikhul Islam, awwalu man ibtada'a ar-rafdha, wa kwanza mwenye kuzua itikadi hii ya kirafidha, kana munafiqan, alikuwa ni mnafiq, zindiqan, alikuwa ni zindiq, yuqalu lahu, anaitwa Abdullah ibn Saba'in, akiitwa jina hilo. Fa arada bidhalika, alikusudia kwa huo unafiq, ifsada dini almuslimin, kuharibu dini ya Waislamu, kama faala Bulus, kama vile alivyofanya Paulo, sahibu rasail allati biaidi an-nasara, yule mwenye kitabu ambacho kipo kwenye mikono ya manasara. Hiki kitabu hiki wanachokiona chote hiki ni maneno ya Paulo, sio maneno ya Isa bin Maryam. Mingi katika maneno hayo ni maneno ya mtu ameyaweka akiitwa Paulo. Huyu Paulo huyu alikuwa ni Myahudi, huyu akaingia katika unaswara ili aharibu ule unaswara. Kwa hiyo akachukua ile Injili akaanza kurekebisha, akaanza kutoa maneno. Mwisho wa siku manaswara wanaitumia ile Injili, lakini aliharibu ni nani? Ni Paulo. Sasa ndiyo hivyo hivyo alivyofanya nani? Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yeye alikuwa ni Myahudi, akaingia katika Uislamu. Kwa lengo gani? Auharibu Uislamu, kama alivyofanya Paulo. Kwa hiyo anasema kama faala Bulus, kama alivyofanya Paulo, sahibu rasaili allati biaidi an-nasara, ambaye mwenye risala hizi, mwenye kitabu ambacho kipo mikononi mwa manasara sasa hivi. Haithu ibtada lahum bid'an, pindi alipowazushia wao uzushi, alipoingiza uzushi huyu Paulo katika dini ya manasara. Afsada biha dinahum, akafisidi kwa huo uzushi dini yao, akafisidi kwa huo uzushi dini yao. Wakana yahudiyan, na huyu Paulo alikuwa ni Myahudi. Fa adhhara nasraniyata, akadhihirisha unaswara nifaqan, kwa unafiki. Faqasada ifsadaha, akakusudia kuharibu dini ya manasara. Wakadhalika, na vivyo hivyo, kana ibn Saba'in, alikuwa ibn Saba yahudiyan, alikuwa ni Myahudi. Faqasada dhalika, na yeye akakusudia hilo hilo la kuharibu dini ya Waislamu. Wasaa fil fitnati, akafanya juhudi katika fitna kueneza. Liqasdi ifsadi almilla, kwa malengo ya kuharibu mila ya Uislamu. Lakini falam yatamakkan min dhalika, hakumakinika katika hilo, hakufaulu katika hilo, hakuweza hilo, kwa sababu dini ya Allah tabaraka taala imehifadhiwa. Uwezi ukaharibu ukaleta maneno ukaingiza kwenye dini ya Allah. Kitabu cha Allah kimehifadhiwa kutokana na tahrifu. Kwa hiyo Ibn Saba akashindwa lengo lake hilo la kuharibu. Lakini sasa kilichopatikana lakini hasala baina almu'minin, kukapatikana baina ya waumini tahrishun, kukaa kuna tahrish, fujo, kutokuelewana. Wa fitnatun, ikatokea fitna kwa Waislamu. Kutila fiha Uthman, akauliwa katika hiyo fitna Uthman. Wajara ma jara min alfitna, na yakapita aliyopita katika fitna. Kwa hiyo Abdullah ibn Saba'in al-Yahudi lengo lake likafeli. Waqala rahimahullahu ta'ala, na akasema pia al-Imam Ibn Taymiyyah, wa aslu ar-rafdhi, na asili ya urafidha, min al-munafiqin, ni kutokana na mnafiq, zanadiqa, ni mzandiq. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, ibtada'ahu Ibn Saba'in, ameuzua huo urafidha Ibn Saba, az-zindiq, ambaye ni zindiki.
wa adhhara alghuluwa, na akadhihirisha ghulu fi Ali, akadhihirisha kuchupa mipaka kwa Ali, bid'awa al-imamati, kwa madai ya uimamu kwamba Ali ndio mwenye kustahiki uimamu, wanasi alayhi, na kwamba kuna nasi, tamko la wazi juu ya uimamu wake, wadda'a al-ismata lahu, na akadai kukingwa na makosa kwa Ali bin Abi Talib. Waqala aidan, na akasema pia al-Imam Ibn Taymiyyah, lihadha dhakara al-ulama, kutokana na hilo wametaja wanawachuoni, anna ar-rafdha, ya kwamba urafidha asasu az-zandaqa, ni msingi wa uzandiki, ni chanzo cha uzandiki. Wa anna awwala man ibtada'a ar-rafdha, na kwamba wa kwanza mwenye kuzusha huu urafidha, ushia, innama, hakika si vinginevyo, kana munafiqan, alikuwa ni mnafiq, zindiqan, alikuwa ni zindiq, wa huwa Abdullah bin Saba'in, naye ni Abdullah bin Saba. Fa innahu, hakika yeye huyo Abdullah bin Saba, idha qada'a fi as-sabiqin al-awwalin, pindi anapowatia dosari wale waliotangulia wa kwanza katika maswahaba, faqad qadaha fi naqli ar-risala, ametia dosari katika kunukuliwa kwa ar-risala, yani wahi, au fi fahmiha, au katika kuifahamu hiyo risala, au fi ittiba'iha, au katika kuifuata hiyo risala wahi. Farrafidhatu, hawa marafidha hawa, taqda'u taratan fi ilmihim biha, taqdahu, wanatia dosari, taratan, mara nyingine, fi ilmihim, juu ya elimu ya maswahaba, biha, kwa huo wahi, na taratan, na muda mwingine, fi ittiba'ihim laha, katika kufuata kwao hao maswahaba, laha, kufuata huo wahi. Watuhilu dhalika ala ahli albayti, na haliwezekani hilo kwa ahlul baiti, kwamba ahlul baiti hilo haliwezekani. Anatia doa maswahaba, lakini anasema kwa ahlul baiti hilo haliwezekani. Watuhilu dhalika ala ahli albayti, na haiwezekani hilo kwa ahlul baiti. Wa ala almasumi, na haliwezekani hilo pia kwa wale ambao ni maasum, alladhi, ambao laisa lahu wujudun fil wujud, hawana wao mfano katika ulimwengu. Laisa lahu, hana yeye, alladhi, ambaye, laisa lahu, yani huyo maasum, alladhi, ambaye, laisa lahu, hana yeye, wujudun fil wujud, hana yeye wujudun, mfano, fil wujudi, katika ulimwengu. Taishia hapa, lakini alhasil ni kwamba mtu anayeitwa Abdullah bin Saba al-Yahudi, mtu huyo yupo. Hata sahibu lillahi thumma litarikh, katika vitu ambavyo amevishangaa yeye, na ndiyo anwani yake ya kwanza kabisa katika kitabu hiki. Baada ya mukaddima akaleta anwani yake ya kwanza kabisa. Anwani yake ya kwanza ni kuthibitisha, akaandika pale Abdullah bin Saba, anathibitisha kwamba Abdullah bin Saba huyu mtu yupo. Sasa mashia wanachofanya wao, wanamkataa kwamba hakuna mtu anaitwa Abdullah bin Saba al-Yahudi, hakuna, wanakataa. Wakati wanakataa, wanajisahau kwamba kwenye vitabu vyao huyu mtu yupo, kaandikwa. Sasa huyu Sayyid Hussein al-Musawi anathibitisha kwamba mbona katika vitabu vyenu huyu mtu mbona yupo, nyinyi mbona mnakuja mnamkataa? Mshia mwenzao anawaangushia mvua ya mawe. Kwa hiyo huyu mtu yupo, na huyu ni katika watu ambao walisababisha fitna, kama tutakavyosoma huko mbele. Allahul musta'an. Ni kama historia tu, kwa hiyo tutakuwa tunakwenda haraka haraka. Tutaishia hapa kwa leo. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'la wa a'lam.